Asante, bila kupoteza muda nashukuru DJ. Asante Baba Padre Erasto Kamugisha, karibu sana uongee na vijana hawa. Karibu sana baba. Asimpendwa sana Padre Joe, mkurugenzi wa utume wa vijana jimbo la Bagamoyo, wapendwa viongozi wa utume wa vijana majimbo yote mawili ya Dar es Salaam na Bagamoyo, wapendwa watawa ambao mpo hapa kike na wa kiume, wapendwa vijana ambao leo ndio siku yenu, na wanahabari wetu ambao tumekusanyika, na wale wengine wote wenye mapenzi mema ambao tunajumuika pamoja. Tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha pia na mimi kwamba nimeweza kukaribishwa kuwa mzungumzaji siku ya leo ili niweze kuzungumza nanyi. Nina furaha pia kuzungumza nanyi vijana kwa sababu nami ninatambua ya kuwa ni kijana mwenzenu. Kwa kuwa wanasema umri wa mwisho wa ujana ni miaka 45 na mimi bado sijaifikia. Kwa hiyo basi mimi ni kijana mwenzenu, na hata mkisikia kwamba ni padre msifikiri kwamba nimejipata, bado ninaendelea kujitafuta. Kwa hiyo wote tuko sawa, japo inawezekana kuna wachache wenzetu watakuwa wameshajipata. Basi na kukumbusha tu, yawezekana kupata ikawa ni rahisi, ila kutunza yale uliyoyapata ikawa kazi ngumu kweli kweli. Kwa hiyo hakikisha yale uliyoyapata unayatunza na unayashikilia, usiyapoteze, kwa sababu kuna mambo mengine kwenye maisha yakienda huwa hayarudi tena. Basi katika kukaribishwa nikatumiwa kauli mbiu ya siku ya leo. Nafikiri bahati mbaya imefunikwa hapa chini, lakini nafikiri mnayo, ya kwamba jinsi gani kijana aisafishe njia yake, kutoka Zaburi ya 119 aya 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Lakini mstari huo au aya hiyo inatoa jibu pale pale, ni kwa kulifuata neno la Mungu. Jinsi gani kijana isafishe njia yake, ni kwa kulifuata neno la Mungu. Nilifikiri kwamba mnapokuja Bagamoyo kwenye Beachmas, pengine mnakutana pamoja kama vijana, mnasali na mnarudi nyumbani. Nilipoona kwamba kuna kauli mbiu na nimeomba nizungumze, nikajisemea hii ni nafasi nzuri sana ya kuzungumza na vijana. Tunasaidiana. Nami ninatekeleza utume wa kanisa, tukitambua kwamba ndani ya kanisa tunao vijana, kundi ambalo ni muhimu sana na linapaswa kusikia kanisa linasema nini kuhusu wao na yale ambayo yanawapaswa vijana ili kuweza kutimiza wajibu wao kama vijana, pasipo kusahau ya kwamba umri pia upita. Kumbe daima huwa tunakutana na UWAKA, tunakutana pia na WAWATA, lakini hayo makundi yalipita pia kuwa VIWAWA. Kumbe VIWAWA wanaoandaliwa vizuri leo, tunapata bahati ya kukutana na UWAKA na WAWATA walio wazuri, walio imara kabisa. Kumbe vijana wangu wapendwa ambao mmekuja kushiriki, hakikisheni ya kwamba isiwe ni picnic. Hakikisheni ya kwamba msiwe mmekuja bure. Nilikuwa naona hata pale parokiani kwangu wanachangishana, wanahimizana kutoa mchango.
Usio umetoa pesa yako ikapotea bure. Pesa inaweza kupatikana tena, ingawa sio ile, lakini muda huu haurudi tena nyuma. Kumbe hata muda huu ni wa muhimu, na muda huu ni wa msingi sana. Kusikiliza tu, hakuna chochote ambacho utakuwa umekikosa. Wapendwa, sisi kama vijana wa kizazi cha leo, kwanza ni kizazi chenye fursa nyingi kutokana na maendeleo ya kiulimwengu katika hali ya utandawazi tulionao. Lakini tunapopata mengi, basi na changamoto zake pia zinakuwa ni nyingi. Leo hii unaweza ukakaa nyumbani kwako ukapata kujua habari za mambo yote yanayoendelea. Zamani kidogo sisi ilikuwa labda ukitaka kujua kidogo habari labda ukasome magazeti, lakini leo hii mambo yote yamerahisishwa na kila kitu kipo kiganjani. Kumbe tuna fursa nyingi. Naamini kuna watu wengine wako hapo wanafanya biashara mtandaoni. Unanunua bidhaa zako, unaposti status, unaweka Instagram, watu wanaona na wanaweza wakafata ukawapelekea ukafanya biashara. Lakini ndani ya hiyo mitandao tunaona wengine wanajiposti wakijinadi na kujitangaza. Kwa hiyo fursa ni nyingi, lakini changamoto pia ni nyingi. Ni kizazi chenye maarifa. Ninyi sasa mnajua mambo mengi. Hakuna mtu anaweza akasimama mbele yenu akaongea tu. Mtu akitaka kuja kuongea nanyi, basi ni wazi lazima awe amejipanga, akijua anazungumza nini. Mnatafuta habari na kutaka kujua mambo mengi, kujifunza. Si lazima kwenda darasani kama ilivyokuwa huko nyuma kwamba lazima mtu aende shule ndio akapate kupata maarifa. Siku hizi hata ambao wako mitaani katika hali ya kawaida wanaweza kujifunza vitu vingi. Nilikutana na kijana mmoja, yeye ni fundi simu. Nami nikamuuliza, ulisomea wapi? Akasema hapana, elimu mtaani. Kwa hiyo kajifunza, na pengine kwa sababu ya kipaji alicho nacho, mazingira ya kukutana na vile vitu yamemwezesha kuweza kupata utaalamu huo. Wapendwa, kizazi chetu kinakumbwa sasa na mkanganyiko wa kimaadili. Tunakumbwa na shinikizo la urika wetu kama vijana, na tunajiuliza maswali mengi sana. Na kwa sababu ya maendeleo, wakati mwingine inawezekana tukaona hata tunachelewa kwenye maisha. Tulipokuwa shule zamani, kulikuwa na shairi la malenga wapya, lilikuwa linatuasa, linasema usiharakie maisha. Inawezekana na uko katika hali ambayo inakufanya unaona, mimi mbona nachelewa, mbona bado. Ni kwa sababu ya hali ambayo tuko nayo, na hivyo pengine inaweza katuletea mkanganyiko wa kimaadili, tukashindwa kuishi kama vijana katika hali itupasayo. Kwa hiyo swali hili tunapoulizwa jinsi gani kijana aisafishe njia yake, sisi sote kama vijana lazima tujiulize, njia yangu ni nini? Njia yangu ni nini? Njia yangu ni ipi? Hayo maisha ulionayo ambayo Mungu amekujalia, unapaswa kupita katika njia. Una ndoto, una matamanio, utawezaje kuyafikia mafanikio yako? Utawezaje kufikia ndoto zako? Kuna njia lazima upite. Ndugu aliyetoka hapa kuongea, nimemsikiliza ndugu yetu Thomas. Kuna mambo kidogo amegusa juu ya mahusiano, na nafikiri pengine alipaswa angepata muda zaidi wa kueleza. Nikasikitika pengine alikuwa anakimbizana zaidi, kwamba kwa sababu kuna mtoa mada mwingine na pengine kuna misa nyingine. Nikasema angelijua, ningetamani yeye aendelee, hata ya kwangu mimi nisiyaseme,
kwa sababu ya umuhimu ya yale aliyokuwa anayasema yeye. Kwa mfano, wewe unajisemea sasa hivi unatamani maishani mwako uje kuwa nani? Mimi natamani maishani mwangu nije kuwa baba wa familia. Mimi nahitaji kuja kuwa mama wa familia. Kwa namna gani? Je, ni katika ndoa au pasipo ndoa? Katika ndoa, sawa. Ni ndoa ya namna gani? Inaanza kuandaliwa sasa unapotamani na kusema. Yeye nimemsikia anasema msitumie kondom. Sawa, kwa sababu ni nini? Ni kinyume na mpango wa Mungu na haipaswi kutumiwa. Inapaswa itumie, wanapaswa kushiriki tendo la ndoa ni wanandoa tu. Sasa wewe kijana wangu unasema mimi nataka niwe baba wa familia, na mara nyingi tunajibiwa hilo swali tunapokuwa tunatafuta miito. Njoo uwe padri. Mimi siwezi kuwa padri, natamani kuwa baba wa familia, natamani kuwa mwanandoa. Lakini sasa hivi kabla hujafikia hatua yako ya ndoa, una mahusiano pengine na wasichana 5, 6, 7. Na wewe dada una mahusiano na vijana 6, 7. Baada ya miaka 5 ndo pale unajaribu kufanya na doo ya nani ambaye nahisi kidogo mambo yangu yatakuwa vizuri. Maana siku moja iliwahi kutokea mwalimu mmoja kawakusanya watoto anawauliza, akaanza na mtoto wa kwanza wa kiume. Haya, wewe unataka kuja kuwa nani? Akasema mimi nataka kuwa pilot. Wa pili nataka kuwa engineer. Wa tatu nataka kuwa daktari. Wa 4 nataka kuwa mhasibu. Wa 5 nataka kuwa baharia. Sasa wa 6 kalikuwa ni kabinti. Kijana wa mwisho alisema nataka kuwa rais. Baada ya yule anayefuata ni binti. Haya, na wewe binti ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Binti akasema mimi nataka niwe mke wa huyu wa mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Maana mtoto watu wakaona nisihangaike sana. Kumbe kuna mwamba anapambana kuja kuwa president. Mimi ndo niwe mke wake tu. Maana nikishakuwa mke wake mimi nakuwa nani? First lady. Hakutaka kujisumbua sana. Na daima vijana wangu wa kiume wote mlioko hapa na wakumbusheni tu, sisi ndio wapambanaji. Kuna watu wanasubiri tuwapambanie. Wanasubiri tuwapambanie. Ndio maana kama mlisoma shule na binti, hata kama alikuwa wa mwisho darasani, mtafute saizi kimaisha. Inawezekana unatamani umtafute umkope. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa unakuja kuingia kwenye ndoa, ulikuwa na mahusiano na vijana 7, 8. Na pengine hata na mwenzako pia. Sio kwamba mnapona. Huyu alikuwa na wasichana 5, 6, huyu alikuwa na vijana 5, 6, nyie mmekutana katikati pale. Yaani nyie mlivyokutana hivi, yani hakuna mwenye afadhali. Hiyo ndio inaitwa mbwa kala mbwa hiyo. Mkikutana pale, badala ya ninyi kuboresha pendo lenu kama wanandoa, changamoto ikitokea kidogo tu unaanza kichwani mwako kama ni mdada. Yaani huyu nimemuomba hela kidogo tu kaninyima. Yaani angekuwa kamugisha hapa saa hizi si angenipiga tu na laki yangu. Akili ishahama hapo, ishahamia sehemu nyingine. Ukiona kasoro kwa mwenzako unaanza kumkumbuka tena mtu mwingine. Kwa tunapozungumzia njia ya maisha, tusiache kama vijana kujiuliza maswali. Hatujafika bado, hatuwezi kuwa na majibu. Lazima tuwe ni watu wa kujiuliza maswali. Na katika kujiuliza maswali, unaposema nataka niwe nani, unajiweka kwenye njia ile ile ya kutaka kuwa. Kuna kijana mmoja alikuwa anajisemea, mimi nikifaulu kidato cha 4 nataka nipate division 1. Akaweka bidii kwenye kusali. Alikuwa mtu wa sala na novena na rozari na kila tukio. Alipoingia kwenye mtihani, kwa sababu ya kusoma, maswali mengi yakawa magumu kwake. Lakini kwa sababu alikuwa ni mtu wa sala kweli kweli, kila swali akawa anaandika Yesu.
kwa sababu alikumbuka kwamba Yesu ni nini? Ni jibu. Matokeo yalipotoka akawa ametaga. Alitaga, alizunguka kiprefu. Baada ya pale tulipokutana ndo nikamkumbusha, ngambia usifikiri kwamba Yesu ni jibu. Yesu ni swali linalohitaji majibu. Ukishamaliza kusali, amka ukatende kazi. Unasali, unamwomba Roho Mtakatifu niongoze, kaa mezani, soma. Haiji mafanikio, hayaji bure bure. Mafanikio hayaendi hivi. Hata kwenye harusi ya Kana watu wametindikiwa divai. Mama anaenda kumwambia bwana mkubwa ametindikiwa divai, anamwambia mama, saa yangu bado. Mama akamwambia jamaa anajua atafanya tu. Akatoka akaenda akamwambia, sikilizeni, atakalo waambia fanyeni. Mafanikio yanakuja kwenye kuthubutu na kutenda. Mafanikio hayaji kwa miujiza. Haya, pokea mume. Unapokea kutoka wapi huyo mume? Kwani uliambiwa kila anayevaa suruali ni mwanaume? Tumsifu Yesu Kristo. Anaweza akawa kweli ni mwanaume, lakini wanaume ni namna ambavyo mtu anapambana na kutimiza majukumu yake. Kuna kitu ambapo pia Tomasi alikuwa anaongelea hapa. Siku hizi kuna watu wanapenda anapenda kitonga. Hawapendi kujishughulisha. Kwa hiyo wapendwa, lazima sisi tuwe ni watu wa kujiuliza maswali. Namna gani kijana aisafishe njia yake? Usiache kujiuliza maswali. Usiache kujitia changamoto ndani yako. Unajua ni kama sisi katika hali yetu ya ujana, kwa mfano labda hata katika hali ya kimahusiano au pengine ukiwa mwizi, unaweza ukawaibia watu 3 4 ukawatapeli, alafu ukikaa mwenyewe unajifariji na unajisemea, ila mimi kamanda sana ese. Mi kamanda sana. Unaweza kuwa unajisifu katika ujinga. Mimi bwana, mimi sijui kukataliwa bwana. Unajisifu katika ujinga. Unabweteka, unaridhika. Niliposema neno kujipata, yawezekana una kitu tu kidogo, ila wewe umeshaona tayari, umeshayapatia nini? Umeyapatia maisha. Kijana mpendwa, hakikisha kila siku unajipa changamoto. Haiwezi ikawa kwamba mimi ni padre, nimesha kuwa padre, sasa nihangaikie nini? Acha nikae tu, nile, ninywe, nisali misa, nifanyeje, nisubiri kufa? Hapana, kila siku lazima nijipe changamoto ya upadre wangu. Kila siku nafanya jambo gani jipya la upadre wangu? Narudi pale pale kwenye maandiko matakatifu. Sio kwamba nimekwisha fika, ila nafanyaje? Napambana nilishike lile ambalo limefanyaje? Limeshikwa. Yani kila siku ni siku ya kujipa changamoto. Kila siku jipa changamoto. Usiridhike, usitosheke. Kila siku ipe nafsi yako changamoto. Jana nilifanya jambo fulani, leo nataka nilifanye jambo hilo vizuri zaidi. Na uone sio katika ubaya, bali katika uzuri. Kwa ninyi katika ndoto zenu zote na yote ambayo mko nayo, wajisemee tu sasa, mimi nataka kuwa labda baba wa familia. Anza kujijenga sasa kama baba wa familia. Mimi nataka kuwa mama wa familia. Anza hata kujijenga sasa kama mama wa familia. Unakutana na kijana anasali, anamuomba Mungu, Mungu Baba Mwenyezi, na kuomba unijalie mke mwema. Kutoka wapi? Mke mwema, we mwema? Yaani Mungu na uweza wake mkubwa akaumbe kabinti ka watu kazuri, alafu akuletee wewe mwehu ukauwe kabla ya siku zake, kabla akajatimiza hata ndoto zake. Wewe endelea na, ngoja nitumie jina la bosi wangu, endelea na ulofa wako na wewe utapata lofa mwenzio. Maana saizi watu wote ambao mnakuwa mmekaa kizembezembe tunawaita marofa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wapendwa, naomba niache changamoto hiyo kwenu nyote. Hii siku ya leo ambapo tumekuja kwenye beach mass yetu hii, misa yetu ya ufukweni. Wewe kama kijana,
Na usijiulize maswali mepesi mepesi, jiulize maswali mazito. Anza, mimi ni nani na kwa nini nimeumbwa hivi? Hebu fikirieni nyie wote, sisi tuko hapa, alafu tuko pembeni ya bahari. Tunaamini ndani ya bahari kuna viumbe mule, kuna samaki. Kwa nini haukuumbwa samaki? Kwa nini haukuumbwa samaki? Tumetoka kwenye sikukuu ya Noeli, tumekula kuku. Fikiria ungekuwa uliumbwa kuku. Yaani saa hizi tayari kwenye dustbin kuna manyoya yako. Wewe ushaenda. Watu shakula vipapatio, virigisi, tayari umeisha. Haujaumbwa mbuzi. Wale wazee wa mbavu, bwana choma mbavu hapo chapuchapu hapo, kumbe ndo mbavu yako. Lakini kwa wema Mwenyezi Mungu amekuumba nani? Amekuumba binadamu. Au kuumbwa binadamu kwa bahati mbaya. Mungu alikuwa na malengo na wewe, na sisi tutaanza kuishi pale tu tutakapotambua lengo la maisha yetu. Mwanadamu ni mwanadamu pale anapoanza kuishi. Ni kama unashangaa unakutana na mtu anakuambia mimi namshukuru Mungu kwa zawadi ya pumzi. Acha upuuzi wewe, hata samaki anapumua mule ndani ya maji. Unaposema unamshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa mambo makubwa. Mshukuru Mungu kwa mambo makubwa. Kuna mtu alivyoniangalia hapa mpaka nawaza, nataka kusema ni padi basi kama ndio hivyo. Nilikopoaga simu pale Mwenge, nilikimbizwa kuona mshukuru Mungu kwa jambo hilo. Nenda ukatubu, afu urudishe mali ya watu. Tumsifu Yesu Kristo. Unamshukuru Mungu kwa mambo makubwa, mambo mazito. Ndio maana nimesema hata mawazo yetu lazima yawe mambo makubwa. Sisi tumezoea kila wakati tunasikia mvumbuzi fulani, mtu fulani kafanya kitu fulani, lakini sisi huku kwetu tunavumbua nini? Tunavumbua nini? Sisi tunafanya nini? Nilisikia juzi kuna mtu mmoja anasema vijana wajiajiri. Nikasoma comments watu wamemtukana. Lakini nikasema jamani, tuacheni tu na yeye jamani, kweli yani wewe umesoma tu mpaka chuo kikuu. Sasa unachukia nini ukisikia tujiajiri? Kwa sababu nyewe wenyewe wengine hata wenye uzazi wenu ambao wana kazi bado wametafuta kazi nyingine nje ya kazi zile. Sasa kule si ndio kujiajiri kwenyewe? Mtu anafanya kazi ya mshahara alafu kafungua kaduka sehemu. Yaani kaajiriwa na yeye mwenyewe amefanyaje? Amejiajiri. Sasa mtu akisikia kauli anaambiwa nendeni mjiajiri, unanuna nini sasa? Na mnachukia. Hatupaswi kuchukia, kwa sababu maisha yanatutaka hivyo, tuwaze mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo vijana wangu, tusijiulize maswali mepesi, tujiulize maswali mazito yanayoacha wajibu mzito ndani yetu sisi kama vijana. Kwa leo tunakuja kwenye hii Beachmas. Ondoka hapa ukijianza kujitafakari, mimi ni nani? Mungu ameniumba katika hali yangu hii, natakiwa nifike wapi? Na acha visingizio vya kufikiri kwamba kuna mtu anaweza akazuia mafanikio yako. Hayupo. Na Mungu ana vitu vingi sana anavyoweza kumgawia kila mmoja wetu ili afanikiwe. Hawezi kupungukiwa. Kila mmoja ana nafasi ya kufanikiwa. Tunachokosa ni nini? Wakati mwingine hatujitambui. Wakati mwingine hatuna nidhamu. Ni kama tukiwauliza watu wengine hapa, mnafanya kazi, mna shughuli, lakini tukikuuliza wewe, yani padri mimi, mwenzako hata yani hela anapata, lakini hata hela sio zinaenda wapi? Yani pale sio kuna watu wale chuma ulete. Kumbe tunakuita tu tunakwambia haya, sikiliza, njoo. Kipato chako shilingi ngapi? Mimi kipato changu kwa mwezi 300,000. Haya, hebu twende tutafute matumizi 500,000. Sasa kuna 200,000 hapa ambayo haipo kwenye mzunguko, sasa unaipata wapi? Kama hujaiba umekopa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Jiulize. Kuna mtu unaweza kuwa anatuambia mimi nikipata hela, nikilipwa mshahara haufiki tarehe 10. Sawa, haufiki tarehe 10, njoo kaa chini. Njoo tuanze kuandika kati ya matumizi yako ya msingi na anasa.
unashangaa anasa zimejaa zaidi. Thomas alikuwa amefundisha hapa kitu, ametania, amesema ukipata hela wewe unaenda kuhonga. Sasa ngoja nikwambie namna ambavyo huwa tunapoteza hela. Unapigika kwenye kutafuta hela, ukishaipata unaenda kufanya sherehe ya kuuaga umaskini. Ukiamka asubuhi una hata 100, unarudi tena kwenye umaskini. Yaani wewe na umaskini ni ndugu. Na wakati ukipata hela unaenda unakaa sehemu, unaanza kupiga simu, unawaita marafiki zako. Kama unamuita, kama ni kijana wa kiume unamuita binti, unambembeleza aje ili mtumie pesa zako. Hiyo ni changamoto nyingine. Lakini mwisho wa siku utasema mimi sifanikiwi, lakini kumbe hauna mipango, hauna utaratibu, hauna uelekeo. Jinsi gani kijana isafishe njia yake? Basi tusiache kujiuliza juu ya njia yetu hiyo ya maisha. Mambo gani nayoyafanya kwenye maisha yangu yananifanya mimi sifanikiwi? Usisubiri mtu mwingine akwambie, wewe mwenyewe uko hapa unaweza ukajua kwa nini haufanikiwi. Nyie vijana mko hapa, kama ni mafanikio uko hapa, inawezekana wewe unajua kwa nini hufanikiwi. Majibu unayo, pengine ni kwa sababu ya mtindo wako wa maisha, namna ambavyo unajiachia, namna ambavyo unajiendesha. Kwa hiyo mchawi ni wewe na mganga ni wewe. Sasa pambana, ujiague. Saa ya kuamka ni sasa. Leo ni Beachmas, isiwe nafasi ya picnic. Ukiinuka ukaondoka, rudi, endelea kujiuliza maswali makubwa yanayokupa changamoto ya maisha yako. Mungu akituweka uzima, ukija mwakani kwenye Beachmas nyingine na useme, nilipotoka mwaka jana nilipata changamoto hii, nilienda kuifanyia kazi na sasa nimesogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Sisi kama vijana katika umri wetu, yawezekana tunakuwa na mashindano kati yetu, ni mashindano ya urika. Sikiliza kijana wangu, wewe Mkatoliki, usiwe mpumbavu. Kama unataka kushindana, usishindane na mtu yoyote, shindana na nafsi yako. Kwa sababu pia unaweza ukajaribu kutaka kushindana na mwenzako, ya kumbe ushindani na yeye, ila unashindana na Mungu atendaye kazi ndani yake. Ndiyo. Yawezekana wewe unapambana bila Mungu, lakini mwenzako anapambana na Mungu. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? La kwanza ni kumshirikisha Mungu. La kwanza ni kumshirikisha Mungu kwenye mapambano. Piga magoti, mwambie Mungu, niwezeshe kwenye kazi yangu, niwezeshe kwenye shughuli yangu, uwe pamoja na mimi. Tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nini? Atutiaye nguvu. Ni yeye Mungu mwenye uwezo wa kuangaza akili zetu, ni yeye mwenye uwezo wa kuongoza mioyo yetu, ni yeye mwenye uwezo wa kuelekeza miguu yetu pale yalipo mafanikio. Ndio maana juzi tumesikia ya kwamba utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani duniani kwa watu wenye mapenzi mema. Watu wenye mapenzi mema wanayo sababu ya mafanikio, wanayo sababu ya kufanikiwa, wanayo kila neema na baraka ya mafanikio yao. Basi katika mkiwa mnajiuliza hayo, naomba niseme machache tu ya kuhitimisha. Kwa sababu jibu limetoka kuhusu neno la Mungu, naomba nisiwaache bila kuwapa changamoto ya neno la Mungu. Umuhimu wa neno la Mungu kwenu maisha kama vijana, ili muweze basi kuona namna gani mnapaswa kuliishi. Vijana, katika kuisafisha njia ya maisha yenu, hakikisheni mnaishi mkiwa wenye dhamiri safi. Hakikisheni katika maamuzi yenu ya kila siku mnafanya maamuzi yanayoleta uhai na si maamuzi yanayoleta maangamizi. Hakikisheni katika maisha yenu mna mwelekeo sahihi wa maisha.
hakikisha kabisa unaichagua njia hiyo, na hili linawezekana kwa sababu sisi Mwenyezi Mungu ametupa akili, ametupa utashi, naye Roho Mtakatifu akatujalia hekima. Tunayo nafasi ya kuyatambua yaliyo mbele yetu, mema na mabaya. Tuombe shauri lililo jema la kuyakimbilia yaliyo mema na kuachana na yaliyo mabaya. Tutazame mahusiano yetu. Vijana wangu wapendwa, hebu jiulize, mahusiano ulionayo na watu wengine ni mahusiano ya namna gani? Kuna watu wengine wamepoteza malengo ya maisha yao kwa sababu ya mahusiano waliojiwekea na watu wengine. Mahusiano yakoje? Unaweza, wengine ambao mmeshaanza pengine mahusiano labda mnasema ya urafiki, uchumba na ndoa, lakini daima na uhakika hatuna mahusiano ya urafiki kwa sasa hivi, kwa ulimwengu wa leo. Unajua ulimwengu wa leo hata mkionana kama hivi ngoja nisiseme. Tumsifu Yesu Kristo. Manake nataka tu niache changamoto kwenu. Umewahi kuwa, inawezekana huko kwenye mahusiano mpaka ujue unahusiana na nini, mpaka ujue unahusiana na nini, lakini ni kwa sababu gani? Sisi tukikutana kama hivi, mkitazamana, mkiangaliana, hamna anayefikiria juu ya urafiki na uchumba. Hata ndoa kwanza wengi hamfikiri. Wengi mkitazamana, mkionana, unajua watu wanaotaka kuishi pamoja kimahusiano mazuri wanafikiri zaidi juu ya matendo mema wanayopaswa kutendeana, ila nyie mkikutana, mkiangaliana, mnafikiri zaidi kuhusu tendo. Tumsifu Yesu Kristo. Namaanisha tendo la kusalimiana, yani kusalimiana hivi, si ndio? Namaanisha hiyo. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo nimepatia au nimekosea? Nimepatia ndio maana mbinguni wataenda wachache sana, mabaharia tu, wengine hatufiki. Pumbavu. Tumsifu Yesu Kristo. Na hapo tukubaliane. Kumbe kama tunaweza kwenda sawa sasa. Sisi tukionana tunafikiri zaidi kuhusu nini? Tendo. Hatuna muda wa urafiki, hatuna muda wa nini? Wa uchumba. Alafu mkishaanza mahusiano yenu pengine wakati ule na outing na vizawadi na kila kitu, mara umeletewa kadi, wakati kadi inatakiwa iende kliniki, mara umeletewa ua wakati wewe sio nyuki, yani hivyo tu. Baada ya muda mnajikuta sasa mnatoka hatua. Unajua hiyo ndio hatua ya kwanza hiyo. Kila wakati I miss you, message 15 kwa siku. Kupigiana simu, kuongea, nipigie na video call nikuone. Baada ya muda mnaanza kupambania mamlaka. Nani anataka awe juu ya mwingine? Na ndio hapo mara nyingi wengi mnaishia mnaachana. Alafu mkishaachana mnatoka kila mmoja analia. Na mwingine akitaka kurudi anatumia ujumbe, nime move on. Ile move on ni kwamba tayari anaenda anakutana, anaanza mahusiano mapya. Na huyu naye mwingine ameanza mahusiano mapya. Ila walioanza mahusiano mapya wako kwenye mahusiano tangu zamani. Ndio kama ile ulisikia tunasema eti muimbieni Bwana wimbo mpya. Unaweza kuwa unamwimbia Bwana wimbo mpya wakati wewe unaishi maisha ya zamani. Deki hatari sana yani maisha yako ya zamani ile unamwimbia Bwana wimbo mpya. Kumbe ilibidi wakati kabla kumwimbia Bwana wimbo mpya na wewe mwenyewe maisha yako yawe mapya. Mmeona tunapopigika kwenye mahusiano, na wakati huo ndani ya hayo mahusiano na wewe unapoteza uelekeo wako wa nini? Wa maisha. Unapoteza uelekeo wako wa maisha. Ulikuwa na ndoto zako, ulikuwa una matarajio yako, yanapotea kutoka pale. Kwa hiyo tusiache kujiuliza haya kwenye maisha yetu. Na wote tuko hapa. Vijana leo mjiulize.
Ikiwezekana kama uko kwenye mahusiano, hakikisha hii misa ikiisha leo, ukibarikiwa hapa na askofu, uondoke huko single. Hautakufa, mbona sisi hatufi? Usiwe na mahusiano yasiyo na faida. Koma. Ndio. Hakuna ushujaa kwenye hilo eneo. Hakuna ushujaa, hakuna ushindi, hakuna tuzo, hakuna medali. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani mimi nampenda, mimi siwezi kuishi bila yeye. Wewe umekutana naye una miaka 20. Wewe bora hata ungetuambia huwezi kuishi bila wazazi wako. Wewe umekutana na mjomba ana zaidi ya miaka 20, 25. Kila siku kazi yako kulia kama mmenya vitunguu. Alafu unatuaminisha huwezi kuishi bila yeye. Utakufa. Tumsifu Yesu Kristo. Tazama matumizi yako ya muda. Inawezekana kuna watu tunapoteza malengo yetu kwa matumizi yetu ya muda. Tunatumia muda kiasi gani Netflix? Tunatumia muda kiasi gani kwenye internet? Kuna watu kama nilivyosema, wanaweza kuwa wanatumia mitandao kufanya biashara, pengine Instagram, pengine kwenye WhatsApp zile status, wale WhatsApp business. Lakini kuna mtu inawezekana unatumia mitandao kuangalia pono. Na ukishamaliza kuangalia pono, unalala kama pono. Hauna mahusiano lakini umeshachoka. Kama ni kijana wa kiume unatembea kabisa, tunakuona tayari unainama. Matumizi ya muda wako. Matumizi ya muda wako. Inawezekana matumizi ya muda wako mengi ni muda wa madawa ya kulevya kama bangi, pengine pombe, pengine shisha. Maamuzi ya mwili na akili yako. Maamuzi ya mwili na akili yako yawezekana yakakupotezea malengo ya kijana. Sikilizeni, mwanadamu ni mwili na roho. Mwili unapaswa kuitii roho. Lazima tujifunze kuitiisha miili yetu. Sio kila kitu ambacho mwili unataka lazima uupatie. Jifunze kusema hapana, na jifunze kusema sio lazima. Acha kujiendekeza. Na ndio maana mara nyingi huwa tuna kisingizio cha kusema shetani amenipitia, lakini kumbe yawezekana hata shetani akitaka kufanya mambo yake anakuja kukuigiliza wewe. Kwa hiyo vijana wapendwa, kama kauli mbiu ya siku ya leo, naomba tutenge muda na neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo linaweza kufundisha dhamiri zetu. Neno la Mungu linaloweza kuelekeza mioyo yetu. Neno la Mungu liwezalo kutusaidia kutambua mapenzi ya Mungu. Basi jamani, wanakwaya mngeketi basi jamani, ili tuweze kuendelea vizuri. Maana na nyie naona ni vijana, nahisi kabisa hii semina inawahusu, sababu naamini karibu wote mlioko hapo mna mahusiano ila hamna ndoa. Na pengine huyo unayetarajia kuoe kila siku anadili, analisikilizia
na ili hali unafahamu kabisa ana matatizo ya masikio. Unakaa na mtu hakuna hata ahadi moja aliyewahi kuitimiza, afu unajitosa kwenda kuolewa na yeye. Nafikiri ndoa itambadilisha. Anayetaka kuwa mume na ajifunze kuwa mume kabla hajaingia kwenye ndoa. Unajua, ukiingia kwenye ndoa ujue umejivika majukumu. Watu mwingine utambue ya kwamba unapobeba jukumu fulani, kuna hadhi fulani ukiipata, unakuwa umebeba majukumu, unapaswa uwajibike na utimize wajibu wako vema inavyotakiwa. Ukisema mimi ni mwanandoa, basi uonekane kweli wewe kama mwanandoa, kama ni mume, na kama mke, na utimize wajibu wako. Kwa kila mmoja ajiulize moyoni, huyo ndugu yako na huyo mwenzako unayehusiana naye kweli ana sifa za kuwa mume, ana sifa za kuwa mke? Na kama hana, basi uachane naye. Na kama hamna vikwazo, kwa wale mliopita seminari, vijana tunawakaribisheni kujiunga na jimbo letu jipya la Bagamoyo kwa ajili ya upadre. Na wakike mtakuwa masista, msijali jamani, si ndio? Mawigi mtapeleka wapi? Na kucha bora wakina kaka tuna nao shida, wanakuja tu, manake hata akiwa na mindevu tunampokea tu, manake tukimwambia anyoe anakuambia mbona na wewe unazo. Tumsifu Yesu Kristo. Hapana, hata wakina dada wote mnaweza kuwa masista. Mungu anaweza kuwaita wakati wote, na Mungu akimtaka mtu wake anamuita. Na nikwambie wewe ambaye uko hapa, kama unasikia sauti ya Mungu inakuita, usiogope kujitoa kumtumikia. Niliwahi kukutana na binti mmoja akaniambia, nikamwambia, binti, kwa nini usijiunge na utawa ukawe sister? Akaniambia, we padri wewe, yaani mimi kweli nikawe sister? Mimi unanionaje? Sasa nikamwambia, kwa hiyo wewe hutaki kuwa sister, kwani unafikiri ambao masista wamekosa nini kwa Mungu? Alafu unajua binti, ukiamua kuwa sister ndio zawadi ya pekee unayoweza kumpatia Mungu. Yaani Mungu alikuumba afu umeamua kuwa sister. Yaani ndio zawadi ya pekee unayompa Mungu. Sababu usipompa Mungu, maana yake hiyo zawadi unaenda kumpa mtu mwingine. Tumsifu Yesu Kristo. Naamini tutapata na afu hata angalieni vizuri, mtaona masista walioko hapa leo. Angalieni masista, mbona wako vizuri tu. Ni vizuri tu. Yaani wana furaha kwanza, kwa sababu ndani ya maisha ya utawa ni raha. Utawa ni furaha. Unajitoa kwa Mungu moja kwa moja. Fikirieni kama sisi kina Padre Joe Mapunda hapa, wakina Thomas Njue, nafikiri watakuja maaskofu wetu. Sisi hatuna watoto wa kuwazaa kibiolojia. Lakini nyie wote hapa mlioko hapa mnatuhitaji. Iteni vizuri. Sijasikia. Mimi baba yenu. Mmeona zawadi hiyo ambayo Mungu amenipa katika nini? Katika upadre. Nimefanyika kuwa baba wa watoto, na hata jana nimebatiza watoto 19. Maka wale wote mimi ni watoto wangu. Maelfu kwa maelfu. Kwa ukikaa kwenye upadre haujutii eti kwamba sina mtoto wa kwangu, watoto ninao tayari. Sasa angalia, hata leo nimekutana na nyie, hata wengine nilikuwa siwafahamu. Nishakuwa baba yenu. Sasa sio nitoke hapa uniambie baba naomba nauli. Na wakati najua umekuja na basi. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wapendwa vijana, sisi hatufahamu sana neno la Mungu. Na kwa nini hatulifahamu neno la Mungu? Ni rahisi tu, kwa sababu hatuna muda nalo. Naomba wangapi hapa wamekuja na Biblia leo kwenye siku ya leo hii Beachmas, waliokuja na Biblia? Nilisikia ndugu yetu Thomas Sekata anafundisha, alisema mwenye Biblia. Wangapi wamekuja na Biblia hapa? Kama mtu umekuja na Biblia na kuomba uje, njoo hapa mbele. Kama umekuja na Biblia njoo hapa mbele. Uwe kati ya vijana, msije masista, msije mkaja nyewe masista, najua mnaweza kana umekuja nayo. Uwe kama umekuja na Biblia, sio kwenye simu. Biblia kabisa kama kitabu, njoo hapa mbele.
niwaambie kitu kizuri. Hatuna muda na neno la Mungu. Hatuna muda na neno la Mungu. Tunaweza kusoma riwaya, simameni hapo mbele waone vizuri. Tunaweza kusoma riwaya, pengine magazeti, majarida, kutumia muda mrefu kwenye simu na mitandao ya kijamii na kila kitu, lakini hatuna muda na neno la Mungu. Ukilala unaweka simu yako chini ya mto. Ukiamka asubuhi, cha kwanza uangalie bebi gani alikutumia message, wangali usingizini. Na watu wana ujasiri, unamtumia ujumbe mwenzako message saa 9 usiku kama amekufa. Asante, ongezekeni sasa. Na hapa Padre Joe Mapunda na Thomas Njue, mtaona kazi mlionao ya kufanya. Katika vijana wote waliokuja Beachmas, hawa ndio pekee ambao wamekuja na Biblia. Hata kauli mbiu tu sio hawakuiona ya kwamba kuna mwingine jamani ameongezeka, maana yake nataka nimalizane nao hawa ili warudi kuketi. Lakini huku mimi naendelea. Hawa wameona umuhimu. Unasikia na iwe nuru. Kumbe neno la Mungu linaumba. Tunasikia hata kwenye Injili ya Yohane, naye pasipo neno hakuna chochote ambacho kilifanyika. Hawa ndio watu ambao wamekuja na Biblia. Jamani, wamemalizika, nifanye zoezi langu. Nafikiri hakuna mwingine. Haya, hawa wamekuja na Biblia. Ngoja nihesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wako 14. Hawa ndio wamekuja na Biblia. Asante, kwa kweli tunawashukuru sana na mmefanya jambo zuri sana la maana. Sasa mimi nataka niwape zawadi. Sawa. Kwa kila mtu atakula 10,000 hapa ya kuja na neno la Mungu. Nenda imetosha. Niendeleeni kukaa huko. Ambaye alisahau kwa bahati mbaya aje. Baba, mwakani ndio watakuja na Biblia hawa. Tumsifu Yesu Kristo. Chanda chema. Bahati yao hiyo imeanguka hiyo. Kwa hiyo nyewe wengine, na hata mngekuja wote ningewapa. Mnabisha, mlikuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, Mtume Paulo anawaandikia Warumi sura ile ya 10 aya ya 17, anasema imani huja kwa kusikia na kusikia ujumbe wa Kristo. Sisi vijana wa Katoliki, namna gani tunaweza tukamwamini Mungu kama hatulisomi neno? Namna gani tutamwamini Mungu kama hatulisomi neno? Mzaburi anatuambiaje kwenye ile Zaburi ya 100 na ngapi? Ni 105 ile neno lako ni taa ya nini? Ni taa ya miguu yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Yesu anasema katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya ya 24, anasema yeyote asikiaye maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu aliyejenga juu ya mwamba. Anayesikia maneno yangu na kuyatenda ni kama aliyejenga juu ya mwamba. Aliyejenga juu ya mwamba yuko imara. Bila neno la Mungu tunapeperushwa. Bila neno la Mungu tunayumbishwa. Na sikilizeni sasa ninyi vijana, kama maisha yenu hayaongozwi na neno la Mungu, yanaongozwa na kitu kingine, hicho kinachokuongoza kitakufikisha kwenye mafanikio? Kinakupeleka wapi? Angalia sasa hivi, inawezekana unaishi
unaongozwa na marafiki zako. Yaani marafiki ndio wanakuamlia maisha. Oya tufanye hivi, tufanye vile, tufanye vile. Na hata sisi wakati tunakuwa, kuna wenzetu waliamua kuvuta bangi. Walivuta bangi kwa sababu ya marafiki. Kuna jamaa zetu walikuwa wanavuta bangi, sisi tukajitenga nao. Wakamshawishi jamaa yetu mmoja akamvutisha bangi. Alilala siku 3, anaamka mitihani imeisha. Inawezekana na sisi tutatamani tukiwa kati ya wenzetu tuonekane wajanja. Pengine tufanye hichi, tufanye kile. Kama uongozi na neno la Mungu, utaongozwa na kitu kingine. Kitu gani ambacho kitakuongoza na kuongoza maisha yako? Jiulize kijana. Neno la Mungu ni muhimu. Na Mungu anazungumza nasi kwa njia ya neno. Biblia ndiyo katiba. Biblia ndiyo msingi. Kijana, na uwe mtu wa neno. Safisha njia yako, njia ya maisha yako kwa njia ya neno. Tumia neno. Injili ya Luka sura ya 8 aya 18 anasema, angalieni basi jinsi msikiavyo. Angalieni basi jinsi msikiavyo neno hilo. Tukilikataa neno la Mungu, tunamkataa Kristo mwenyewe. Na hivyo tunapata ile njaa ya neno. Nabii Amosi sura ile ya 8 aya 11 mpaka 12 anasema, nitapeleka njaa ya kusikia neno la Bwana. Sasa inawezekana sisi ili neno hili njaa ya neno la Mungu. Nyie wote mlioko hapa kweli mna njaa ya neno la Mungu? Nani kasema? Tangu lini? Yaani imeanza lini? Leo? Kama muda huu sawa. Muda huu, si ndio? Poleni jamani. Najua leo mlikuwa mnajua mnakuja picnic. Ila tumekutana. Ila siwasemi sana. Hafu hata nafikiri nawasema. Mimi mwenyewe si kijana, kwa hiyo yote tu umo. Unaweza kuta katika msafara wa mamba wote mamba tu. Wote mamba tu. Kumbe wote wale tu kwa kweli wenye uji wa mgonjwa. Na tuzingatie. Tunasikia nitapeleka njaa ya neno la Bwana. Tuhakikishe tunashibisha nafsi zetu kwa njia ya neno la Mungu. Kwa njia ya neno la Mungu. Sisi angalieni, kuna mambo tukiyataka kwenye maisha yetu tunayapambania. Inawezekana wewe kijana umekaa pale sehemu unajisemea, yani yule dada yule kaka, yani atake asitake nitamkamata tu. Yani mimi nitampata tu. Hivi kwa nini matamanio hayo pia yasiwe kwenye vitu vya msingi? Yasiwe kwenye vitu vya kimungu. Hivi ni kipi rahisi kusikia tuko hapa Mlimani City au tuko hapa parokia ya Mwenge kuna maungamo. Tumsifu Yesu Kristo. Unaitwa Mwenge kwenye maungamo au unaitwa Mlimani City? Nani hapa ataenda kwenye maungamo? Anyoshe mkono niache upande. Mchezo nini uende kwenye maungamo? Kwanza unaendaje kwenye maungamo? Nani amekwambia una dhambi? Yaani umeshatenda dhambi mpaka ile dhambi imekuwa ni sehemu ya maisha yako, sio dhambi tena. Yaani wewe na yeye na wewe wote sawa. Tumsifu Yesu Kristo. Basi wapendwa, samani ile ya Zaburi niliyosema, Zaburi ni ya 119 Zaburi ni ya 119 aya ya 105 kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Wapendwa, kwa nini kuna umuhimu wa kulisoma neno la Mungu? Sisi kama vijana wa Kristo wa Katoliki, Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 4, mtu ataishi kwa mkate tu, ila nimeamini haki ya Mungu. Pesa inapendwa. Utulivu mlionao hamkuwa nao kabla. Haki ya Mungu, yani naangalia mlivyotulia. Haya basi siju niombe. Haya mliokuja na akili mjiongee mbele.
Tumsifu Yesu Kristo. Sasa jamani, mbona tangu mwanzo hamkutulia hivi? Lakini kule ambapo nilikuwa nimeanza na mambo ya msingi ya yale yahusuyo maisha yetu, ya kwa nini Mungu amekuumba binadamu. Na wewe usifikiri kuwa hai hivyo sio shida. Viko viumbe vingine vingi viko hai. Maisha yako yanaanza pale ambapo utatambua lengo la kwa nini Mungu amekuleta duniani. Na hakikisha kabla hujaondoka umeacha alama kwenye ulimwengu. Hatutaki kusikia tu marehemu alizaliwa, akakua, akaenda Beachmas, akazurula, akakopa, akapigwa, akabeti, akauawa. Yaani umemaliza hapa. Tukija kusafisha chumba chako tunakuta karatasi za mikeka. Afu yote imechanika. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu hataishi kwa mkate tu, ila ataishi kwa neno la nani? Neno la Mungu. Kwa hiyo vijana wangu wapendwa, tuiweke leo pia katika siku yetu hii tutakapotoka. Na naomba kwa wema kabisa, na Mungu atushuhudie. Naomba tuseme ukweli. Na kama mtu atosema ukweli, mimi namuomba Mungu atutendee muujiza. Huyo mtu asiuone mwaka 2026. Nani ambaye, yani kama una usinyoshe mkono. Nani ambaye ana Biblia nyumbani ya kwake, mali yake? We kama una usinyoshe mkono hapa. Mimi nitanena kwa lugha hapa. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Jamani, kwa wema tu, wala sio kwa ubaya. Nani ambaye hana Biblia yake kabisa? Yani hana Biblia ambayo ni mali yake. Yani hana. Haya, asante sana. Mimi niwaombe kitu kimoja. Niwaombe kitu kimoja. Tusiingie mwaka 2026 bila kuwa na Biblia takatifu. Bila kuwa na Biblia takatifu. Naomba isiwe ya familia. Naomba kila mtu ukatafute ya kwako, useme ya kwangu. Kwa sababu wote hapa mlioko, hakuna mwenye simu ya familia hapa. Hamna mwenye simu ya familia. Una simu ya kwako, na kuomba ukawe na Biblia yako. Nenda kaiweke hiyo zawadi. Na mimi namuomba Mungu kwa wema, aliyenipa zawadi ya upadre pasipo mastahili, ila kwa sababu ya upendo na huruma yake, kwa kulifanya hilo, akubariki maradufu kwa mwaka huo 2026. Ndio. Na naomba niseme wazi, tasali misa leo sawa, wanaongoza maaskofu hapa. Mimi nitakuwa tu nashiriki pembeni hapa kama mtumishi wa altari. Ila ndo sala yangu kwamba yoyote ambaye ataenda kutafuta Biblia ya kwake mwenyewe, Mungu ambariki maradufu kwa mwaka huo 2026. Tena nitaomba kabisa, ikiwezekana kadiri nitakavyokuwa pia na mimi napokea zawadi, wewe upokee mara 2. Na usiwe na shaka, mimi unajua lazima nipokee zawadi. Kama leo wenyewe hapa najua Father Mapunda atanipa zawadi. Ila kuishi na matumaini ambayo wakati mwingine anaweza asitokee. Hivi umewahi kwenda sehemu unakutana na mtu afu unasema hapa leo sikosi 50. Afu unasikia tukakushika mkono hivi, unasikia wewe tulia basi, kaa humo, tukae humo. Ukisikia tukae humo, hilo buku. Umeachiwa namna hii. Afu ulikuwa na matumaini, ukifika mbele unafungua hivi, hilo tusi utakalotoa, tunashukuru Mungu mhusika anakuwa hayupo. Ndio maana wakati mwingine tunasema ukienda sehemu usiwe na matarajio makubwa sana, ili usije ukaumia nafsi. Wapendwa vijana, kulitii neno la Mungu si utumwa, na hata kumtii Mungu. Wakati mwingine tunaona kutii sisi kama vijana, kuishi imani yetu ni utumwa. Kumfuata mapenzi ya Mungu ni kupoteza uhuru. Injili ya Yohane sura ya 8 aya 32 inasema, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Nayo mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru.
Tazameni, tusipolijua neno la Mungu, yawezekana tukakengeuka na tukatenda dhambi. Katika kutenda dhambi, hatui watu huru, bali tunakuwa watu watumwa. Na waulizeni swali nyie wote, na kila mtu atajipa jibu ndani yake. Kuna katabia kako fulani uko nacho, ni dhambi, ni kabaya, ila kwa namna kalipo kukamata hauwezi kutoka. We ni mtumwa. Siku moja nilikuwa nimetengeneza mtego, alafu nikaweka ndizi ndani, nikaweka sehemu, nyani akaenda akatumbukiza mkono. Alipotumbukiza mkono akashika, akishika mkono namna hii unaingia, ila akishika anakuwa amekunja ngumi, maana yake ufanyaje? Hautoki. Kwenye kumkimbiza bado anakimbia na lile tenga. Yaani maana yake nini? Anataka apone, lakini bado hataki kuachia lile tunda. Hata wewe ndugu yangu inawezekana uko hapo. Yaani unautamani utakatifu, lakini kuna dhambi hutaki kuiacha. Yaani utakatifu unautamani, ila kuna dhambi hutaki kuiacha. Kila mtu atafakari, afu inaitwa hivi, tafakari, afu chukua. Hiyo naamini kila mtu yumo. Yaani kila mtu yumo. Kila mtu yumo. Hapa mponi. Hapa labda wanapona masista tu. Na mapadri na maaskofu. Ila mimi na nyinyi wote tumo hapo hapo, yani tumo. Basi Mungu atujalie tufike toharani. Ake mbinguni haiwezekani, na motoni hatupataki. Bora tufike wapi? Kwa sababu tunaamini watatuombea misa zile siku za marehemu, tunaweza tukaingia mbinguni. Japo kuna mtu ukimkuta mbinguni unajiuliza hata wewe. Wapendwa, neno la Mungu litatusaidia kutokufanya maamuzi ya haraka yasiyo na faida kwetu. Neno la Mungu litatukinga na majuto ya baadaye. Mara nyingi tumezoea kusema majuto ni mjukuu, lakini mpaka sasa ukijiuliza unagundua majuto ni wewe. Neno la Mungu tujengea heshima na utu wa kujitambua sisi ni wakina nani. Fikiria ambapo huwa tunaimba, nitakushukuru, nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya. Ni sisi tulioumbwa. Mungu ametuumba vema na vizuri, akatufanya punde tu kidogo kuliko Mungu, akatuvika taji ya utukufu na nini, ya heshima na dhama. Sisi inakufanya kuwa mtu wa heshima, inakufanya kuwa mtu mwenye hadhi. Unatambua kwamba mimi ni mtoto wa Mungu, nimeumbwa kwa sura na mfano wake, silinganishwi na sifananishwi na kiumbe kingine chochote duniani. Ringa wewe, ila sio dhidi ya watu wengine. Unajua usijikweze kwa ajili ya watu wengine. Furahia kuwa wewe na furahia kuwa binadamu, alafu wapende pia binadamu wenzio. Kwa sababu hakikisha unapomtazama mtu mwingine usimtazame kama yeye, bali itazame sura ya Mungu iliyoko ndani yake yeye. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi unaweza kuangalia vizuri pia, usipende kuwawazia watu mabaya. Inawezekana kuna mtu unamtazama wakati unamwazia vibaya, mwenzako anapokutazama wewe anakuwazia vizuri. Ndio hivyo. Yaani kuna mtu unamtazama unamwangalia, afu unajisemea kaa huyu naye. Watu wengine yani kaa udada jamani. Afu mwenzako sasa wewe unavyomwangalia hivyo, yani ngakaia. Yaani au kama hapa sasa hizi unaona kama udada unavyoniangalia mimi hivi, yani unawaza kaa huyu padri. Mbona ndo mweusi kuliko mapadi wote duniani? Wakati unavyoniwazia mimi si unaona nimekuangalia wewe, mimi nimekuangalia hivi na wakaa udada ana mwanya mzuri huyu. Umeona wakati mimi namwazia vibaya, mimi namwazia vizuri alikuwa ananiwazia. Kwa mfano wewe unaweza yani anafikiria mpaka kama hapa anawaza yani mimi ndo padi mweusi kuliko wote duniani. Wewe umeona mapadi wote. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi wapendwa, kwa hiyo ile hadhi na heshima, unapomtazama mtu mwingine na utazame sura ya nani? Sura ya Mungu. Basi naomba nimalizie kwa maneno machache. Jamani wapendwa, vijana tuna changamoto zetu
shinikizo la marafiki. Angalia marafiki ulionao, chagua vizuri. Lakini sisemi tuwakimbie marafiki zetu wabaya. Sisi tujitahidi kuwa wema kati ya wabaya ili tuwaambukize wema wetu. Nakumbuka tulikuwa tunaimba zamani, kuna kawimbo, hatutaki kucheza na wewe na mikono michafu. Kama sisi wenye mikono michafu tunakuja na maji ili tucheze na wewe, tunakusafisha kwanza. Hakikisha vijana wenzako ulionao wanazungumza lugha njema na nzuri sawa na wewe, hata ambao sio Wakatoliki. Tuepuke shinikizo la marafiki. Ushawishi wa mitandao ya kijamii, acheni kujiuza huko TikTok, huko Instagram. Nendeni mkihubiri neno la Mungu, mnaweza mkatumia hivyo vyombo vizuri. Hatutaki tukuone dada kule umejipiga picha, unajiuza, unajiweka ovyo ovyo. Ulinda utu wako na thamani ya maisha yako. Tuache maudhui yoyote yanayotuchafua kiakili na pia kiroho. Tuhakikishe pia tunaepuka mahusiano yasiyo na maadili. Mithali 4:23 inasema linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Mtakatifu Padre Filippo Neri aliwahi kusema, fanya yote isipokuwa dhambi. Basi tengeni muda wa kusoma na kutafakari Biblia. Wekeni muda wa kusali kabla ya kufanya maamuzi katika maisha yenu, msikurupuke. Chagueni marafiki watakaoweza kuwajenga na kuwasaidia. Narudia tena, hakikisha una mahusiano yenye faida. Endelea kushiriki sakramenti, lakini sakramenti muhimu sana kwenye maisha ni mbili: sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu kwa ajili ya kutuimarisha. Mtakatifu Jerome anasema kutokuyajua maandiko ni kutokumjua Kristo. Mhubiri 12:1 inasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, ni sasa wakati una nguvu ili uweze kumtumikia Mungu. Mtakatifu Dominiki Savio aliwahi kusema, ni afadhali kufa kuliko kutenda dhambi. Sikilizeni, tuombe Mungu atujalie tuishi tukiendelea kutenda mema. Utakatifu si wa baadaye, bali utakatifu ni wa leo. Heri walisikiao neno la Mungu na kulishika. Basi tuombe neema ya Mungu ya kulishika neno la Mungu. Tumuombe Roho Mtakatifu aje mioyoni mwetu, yeye awe mpanzi, ampande Kristo neno hai ndani ya maisha yetu. Kristo akiwa upande wetu, hakuna chochote kitakachokuwa dhidi yetu. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alisema, Mungu anakuita uwe mtakatifu, si kesho bali leo. Ewe kijana Mkristo Mkatoliki, leo umekuja kwenye hii misa ya ufukweni, hakikisha isiwe picnic, hakikisha isiwe matembezi, hakikisha isiwe sehemu ya starehe, bali iwe sehemu ya makuzi, sehemu ya mwendelezo wa maisha ya kimwili, kiroho na kiakili. Tunaenda kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu. Nena yote unayotaka kunena, ili katika adhimisho hili baraka za Mungu zimiminike kwako. Mwaka 2026 sikuombei upate mume, sikuombei upate gari, sikuombei upate fedha, na kuombea uwe binadamu. Kwa sababu ukisha kuwa na vitu vingine vyote vya ulimwengu, kama wewe sio binadamu, ni kazi bure. Bora ni kuombea uwe binadamu, alafu vingine vyote utavipata vya ziada. Sababu mpaka sasa tumeambiwa mbinguni watakaoenda ni watu. Sijawahi kusikia mbinguni kuna msafara wa mamba. Si ukisoma kitabu cha Ufunuo unasikia ni wakina nani hao? Hawa ni wale watu waliotoka katika dhiki kuu, watu kutoka katika kila kabila, lugha, taifa na jamaa, walioosha kanzu zao kwa damu ya nini? Wa mwanakondoo. Wanatajwa watu, hawataji mbuzi, hawataji samaki, hawataji nini. Hivyo vitu vyote ni vya duniani. Ndio maana tuhakikishe tunakula kweli, ila katika kula kiroho, kimwili, tuhakikishe pia tunakula kiroho. Kama tunavyoweza kunenepa kimwili, tunavyoweza kupendeza kimwili, tuhakikishe pia na kiroho tuko salama. Na katika adhimisho hili la misa, naomba tusali kwa utulivu, kwa wema. Yaani tumwambie Mungu yote tunataka tumwambie. Tulisikilize neno la Mungu vizuri na liwashe moto wa mapendo ndani yake. Alafu pia tukija kushiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tuseme tunakuja kupokea kile tulichokiamini ili tuwe kile tunachopokea. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba turudie maneno hayo. Tunakuja kupokea kile tulichoamini ili tuwe kile tulichopokea. Yaani maana yake sisi tumeamini tunakuja kumpokea nani? Ili tuwe nani? Nawatakia kila lilo jema. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Baba Jo Mapunda kwa kunikaribisha. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa wale ambao mmependezwa nami, basi tumshukuru Mungu, mniombee. Kwa wale ambao mtakuwa mmechukizwa, aheri asiyechukizwa nami. Na ukichukizwa hakikisha unanisamehe tu, kwa sababu hata usiponisamehe
sitarajii kurudi tena mwakani. Baba karibu.